أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الأجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma baad, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada zangu katika iman, tuendelea na darasa yetu, na leo hii nitazungumzia kuhusu mama na ulezi mwema katika historia ya Kiislamu. Dada zangu katika iman, historia imetupatia misimamo isiyo na mwisho ya wanawake wakubwa na wema waliojitolea maisha na wakati wao na kufanya kazi hadi walipowalea wasomi waliobadilisha mkondo wa historia ya Kiislamu na ambao majina yao yameandikwa katika historia ya Kiislamu. Na ni kweli dada zangu katika imani kwamba ikiwa mama ni mwadilifu, huwalea watoto wake katika wema, hutia maarifa na haki katika nafsi zao, na taifa nzima hufaidika kutokana na baraka zake na hata watu wote. Hii dada zangu katika iman, ndio sababu jukumu la mwanamke ni jukumu kubwa zaidi katika historia, na dhamira yake ni dhamira ya juu zaidi maishani, ambayo ni kuandaa kizazi na kulea watoto ambao kupitia wao mataifa huanzishwa na watu huinuka. Dada zangu katika iman, na kwamba siri ya furaha yake ni kuchagua mke mwadilifu na msafi, kiiman. Aya na hadithi nyingi zimekuja zikionyesha umuhimu wa kuchagua mke kwa ajili ya uadilifu na dini yake, hata kama si tajiri au mrembo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha az-zawjatun salihah, dunia yote ni starehe na starehe bora ndani yake ni mke mwema mwadilifu. Waqala fi hadith akhar, tunkihu almar'atu liarba'in thumma dhakara minha ad-din faqala fadhfar bidhati ad-din taribat yadaka. Na katika hadithi nyingine amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwanamke huolewa kwa sababu 4, kisha akataja dini miongoni mwao, na akasema, kwa hivyo mchagueni yule mwenye dini, mikono yenu ibarikiwe. Dada zangu katika iman, ni kana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawaongoza vijana na kuwahimiza wamchague mwanamke mwadilifu na mcha Mungu, kwani ndiye faida ambayo hakuna hasara, na ndiye msingi ambao nyumba ya Waislamu mwadilifu hujengwa juu yake. Dada zangu katika iman, miongoni mwa mifano kutoka katika historia ya Kiislamu inayoonyesha jukumu kubwa la wanawake katika elimu na jukumu lao muhimu katika uadilifu wa watoto na kuwaongoza kwenye mema baada ya neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, nitazitaja ili iwe mwangaza kwa vijana wetu wa leo, na ili waweze kuchagua dini na wajihadhari na kudanganywa na sura, kudanganywa na shape, kudanganywa na rangi na ufasaha wa Kiingereza, au kudanganywa na pesa ikiwa dini haipo na maadili yanapotea, na wanawake wanaachiliwa huru kutokana na kuabudu Mola wao na kumtii nabii wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia ni onyo kwa wasichana wetu, wasipuuze kazi nzuri walioumbiwa kutekeleza baada ya ibada, ambaye ni kulea watoto wao na kutunza nyumba zao. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, almar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ula an ra'iyatihi, na mwanamke ni mchungaji katika nyumba ya mumewe na anawajibika katika kundi lake. Dada zangu katika imani, ikiwa tutawacha jukumu hili ambalo hakuna mtu mwingine anayeweza kutekeleza au kujaza pengo hili, au ikiwa tutapuuza jukumu tulilopewa, basi vizazi vyetu vitapotea na taifa litaangamia, na kizazi kitatokea ambacho hakijui chochote maishani isipokuwa jinsi ya kukidhi matamanio yao na kujaza matumbo yao na matamanio yao. Allah apishe mbali ya Rab. Hapa dada zangu katika imani, kuna mifano ya wanawake wakubwa waliozaa na kulea watoto wao kwa kuwapa malezi mema na wakainukia kuwa watu mashuhuri katika historia ya Kiislamu. Dada zangu katika imani, miongoni mwao ni Rabia
ibn Farrukh, mmoja wa watu mashuhuri, mwanasheria na msomi wa Madina, na mmoja wa wasomi wakubwa wa hadith, na sheikh yani maimamu wakubwa, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Al-Auza'i, Imam Al-Thawri na Al-Layth ibn Sa'd. Alilelewa Rabia bin Farrukh chini ya uangalizi wa mama yake Suhaila, wakati baba yake Farrukh alipotoka kwenda kupigana katika jihad, na akamwacha akiwa tumboni mwa mama yake Suhaila. Kwa miaka 27 alikuwa mbali nao, na wakati wa kutokuwepo kwake, kwa baba yake, mkewe Suhaila alimzaa mwanawe Rabia na kumpa malezi mema. Alimpeleka kwa wasomi akiwa na umri mdogo ili kutafuta ilmu na kusoma chini ya wasomi wa Madina. Alimsaidia mwanawe kwa subra, akamtia moyo kutafuta ilmu, hata kujitolea mali yake mwenyewe na yeye mwenyewe. Alikuwa kama baba aliyekuwa mbali na mwanawe, na mama ambaye alikesha usiku kucha akimtunza na kukuza akili yake. Alitumia ujana wa mwanawe akimfundisha, kumlea na kumwandaa kwa nafasi hii kubwa, akijinyima raha na kuchosha mwili wake akiwa bado mdogo. Dada zangu katika iman, lakini juhudi hii ilizaa matunda aliyotarajia, ikidhihirisha ukweli wa nia yake na ukweli wa kujitolea kwake. Mwanawe mdogo Rabia akawa mmoja wa wasomi wakubwa Madina, na akaanzisha kikundi cha masomo kwa ajili yake katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa bado mtoto. Wasomi walikuwa wakikusanyika kumzunguka, na wanafunzi walimiminika kwenye kikundi chake wakiwa na hamu ya kujifunza kutokana na ujuzi wake mkubwa. Kikundi chake kikawa shule ambapo wanafunzi walipokea mafundisho katika sayansi ya kidini, lugha ya Kiarabu na hadithi na sheria. Dada zangu katika iman, babake aliporudi kutoka jihad na kuingia msikitini, aliona kundi la watu wamekusanyika kuzunguka mji huo, na akaona kijana mrembo kichwani mwake. Alikaa akimtazama, akisikiliza maarifa yake, ilmu yake na hotuba yake. Alimuuliza mtu aliyekuwa karibu naye akamwambia kwamba anamjua Rabia al-Ra'i. Alirudi nyumbani kwake akimkumbuka msomi huyo kijana, na akagonga mlango. Kijana aliyemuona msikitini alimfungulia mlango, naye akashangaa kumuona nyumbani kwake. Mke wake alimwambia ukweli kuhusu kijana huyo, na kwamba alikuwa mwanawe ambaye alikuwa hayupo naye alipokuwa tumboni mwake, na alikuwa kama alivyomuona leo. Alifurahi sana babake, hata karibu azimie kwa furaha na kusema, Allah, kijana ambaye watu hutoka kila mahali kunywa kutokana na elimu yake. Kisha akajua juhudi za mama huyo mwadilifu, kazi yake ngumu, uvumilivu wake wa miaka hiyo nyingi ya kutengana, na umbali wa miaka hiyo nyingi ya kutengana. Yeye ndiye mwanamke mwadilifu na mama aliyemfundisha mwanawe njia ya wema, naye akamuongoza kwenye njia hiyo. Dada zangu katika iman, mfano wa pili ni wa Imam Malik bin Anas rahimahullah. Alia bin Sharik bint Abdurrahman al-Saadia, mamake Imam Malik bin Anas. Anasema Imam Malik kumhusu mamake, nilikulia nikiwa mvulana na nilipenda kujifunza kutoka kwa waimbaji. Mama yangu akasema, mwanangu, ikiwa mwimbaji ni mbaya, hakuna anayezingatia uimbaji wake. Kwa hivyo acha kuimba na utafute elimu ya sheria. Kwa hivyo aliwacha waimbaji na kutafuta wanasheria, na Allah subhanahu wa ta'ala amenileta mahali unaponiona. Hii ni kauli ya mama mwadilifu aliyebadilisha maisha ya mwanawe kutoka kutafuta raha za
za muda mfupi za dunia hii na kufuata yani wapotovu na waimbaji hadi kutafuta akhira ambayo ndio lengo na kusudi lake kuu. Alimuongoza kwenye kile ambacho kingemletea uhai na kuinua cheo chake katika ulimwengu huu na ujao, ambao ulikuwa ni kutafuta ilmu na kusoma sheria chini ya wasomi wakubwa wa kizazi. Baada ya maswahaba, mji ulikuwa mwingi. Yani baada ya masahaba mji ulikuwa mwingi. Imam Malik alipomtii mama yake akawa mwanachuoni na mwanasheria anayeheshimika zaidi mjini, na watu walisafiri yani kwake wakitafuta ilmu. Wanaume walikusanyika mlangoni mwake wakisikiliza maneno yake, kujifunza kutokana na ujuzi wake na kukaa miguuni mwake. Alisimulia Imam Malik kuhusu mamake kuwa mamake alimvisha vazi la wanachuoni ili kuimarisha azimio lake, kisha akampeleka kwenye darsa za masomo ili aweze kuandika alichokisikia na kuandika alichoamrishwa kuandika. Imam Malik alisoma chini ya scholars au wanachuoni wakubwa wa Madina. Dada zangu katika iman, hadi akawa mtu mashuhuri miongoni mwao na alama muhimu katika historia. Aliandika vitabu vikubwa ikiwemo kitabu cha Al-Muwatta, yani vilivyosambazwa sana na kupokelewa kwa kukubalika na jamii nzima ya Waislamu. Hata Abu Jafar al-Mansur alitaka kuvifanya vitabu vyake, yani vitabu vya Imam Malik, kuwa katiba kwa jamii ya Waislamu kuanzia mashariki na hadi magharibi, lakini alikataa na kujitetea kuwa hayo yalikuwa ni maoni yake tu, na kulikuwa na wengine katika jamii waliokuwa na maoni na misemo iliyowafuata maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mama huyu, dada zangu katika iman, mwadilifu na mwalimu mwema, hakumtuma tu mwanawe bali hata yeye alitafuta elimu na kukaa na wanazuoni. Alimuhimiza mwanawe Imam Malik kwa kumwambia, nenda kwa Rabia na ujifunze kutokana na adabu zake kabla ya elimu yake. Kwa hivyo alichanganya ujuzi wake mkubwa na adabu zake bora. Dada zangu katika iman, kadhalika mfano wa tatu ni mfano wa Sufyan al-Thawri, Allah amrehemu, kiongozi wa waumini katika elimu ya hadith na mkuu wa wafuasi wakubwa. Alikuwa yatima ambaye baba yake alifariki alipokuwa mdogo. Alikuwa maskini na fukara na alikuwa akipenda elimu, lakini hakuwa na pesa za kutumia kwa ajili yake mwenyewe na mama yake. Mama yake alipomuona na kuona yani kuchanganyikiwa kwake na tamaa yake ya elimu, akatambua akili yake na upendo wake wa elimu, akamwambia, mwanangu, alimwambia kwa hekima, mwanangu, tafuta elimu nami nitakupatia kwa mzunguko wangu huu. Kwa hivyo angezunguka, mama yake alikuwa akizunguka kwa mkono wake na kuuza, yani akawa ni mfanyabiashara. Alizunguka kwa mkono wake na kuuza kile alichozunguka nacho kuuza ili kumfundisha mwanawe, naye angeweza kutafuta elimu ya hadith ili aweze kutafuta elimu ya hadith. Kwa hivyo alifanya kazi ya biashara ili kumfundisha mwanawe Sufyan al-Thawri, na alifanya vile ili aweze kukidhi mahitaji ya mwanawe mdogo na ili tamaa yake ya kujifunza na kukaa na wanazuoni isidhoofike. Mama huyu aliteseka, akajitahidi na kujitolea kwa kazi yake ya biashara ili mwanawe Sufyan al-Thawri awe mwanafunzi wa elimu na mmoja wa scholars wa hadith. Aliendelea hivi hadi mtoto huyo mdogo alipofikia daraja za juu katika kutafuta ilmu na akawa bingwa katika kuhifadhi hadith na mashuhuri miongoni mwa scholars wakubwa, hadi Imam al-Auza'i, Allah amrehemu, aliposema kumhusu, hakuna aliyebaki ambaye taifa litamkubali na kuridhika naye isipokuwa Sufyan. Haya yote yaliafikiwa kutokana na juhudi za mama mwadilifu aliyevumilia na kuteseka ili mwanawe Sufyan aweze kujifunza. Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala awe radhi naye. Dada zangu katika iman, mfano wa nne ni mfano wa Imam Shafi, Allah amrehemu. Fatma bin Asad, mama yake Imam Shafi, yani
imamu wa dunia. Alilelewa kama yatima. Imamu huyu, yani Imam Shafi, alilelewa kama yatima baba yake alipofariki Gaza, Palestine, akiwa bado mdogo. Mama yake Fatma bint Asad alimlea na akaota katika ndoto kwamba mtoto huyu atakuwa mmoja wa watu mashuhuri. Alitazama huku na huko na akifikiria hali yake, na akaamua kumpeleka Makka, yani mahali ambapo ufunuo au wahi ulishuka, mahali ambapo wasomi walifika, mahali alipozaliwa baba na mama zake, ili aweze kuhudhuria mikusanyiko ya wasomi na kuwa karibu na mazingira safi, yani environment safi ya utakaso. Kwa hivyo alisafiri naye kutoka Gaza, akimbeba umbali huo mrefu na mateso makali hadi alipofika Makka. Alianza kumfundisha Qur'an hadi alipoikumbuka alipokuwa umri wa miaka 7. Kisha akampeleka jangwani, yani desert, ili kujifunza lugha ya Kiarabu na misemo hadi alipoifahamu. Na alipoona utukufu wake na ishara za akili zikionekana ndani yake, alimpeleka mji wa Madina, akajiunga na kundi la Imam Malik bin Anas, imamu wa Dar al-Hijra, na akaona uzuri na ukali wa akili yake. Alihifadhi kitabu cha Imam Malik al-Muwatta na akakaa naye hadi alipofariki. Allah mrehemu, mama yake hangemwacha isipokuwa kwa ugonjwa au safari, hadi mama yake alipofariki yani. Kwa hivyo mamake alikuwa msaada mkubwa kwake na mhamasishaji mwenye nguvu wa kutafuta ilmu hadi alipofikia kiwango cha kutoa fatwa. Alianza kutoa lecture au fatwa alipokuwa bado kijana na umaarufu wake ulienea kote. Mama huyu Fatma bint Asad, mama mwadilifu na mvumilivu, alitoa msomi wa kipekee ambaye hakuna aliyemfikia katika historia. Mwanafunzi wake mashuhuri Imam Ahmad ibn Hanbal alisema kumhusu Imam Shafi, alikuwa kama jua kwa ulimwengu na kama afya kwa mwili. Dada zangu katika iman, mfano wa 5 ni wa Imam Ahmad ibn Hanbal, Allah amrehemu. Safia bint Maimuna, Allah mrehemu, alikuwa mama yake Imam Ahmad ibn Hanbal, Allah mrehemu. Yani mamake alikuwa mama mcha Mungu na mvumilivu, ambaye mumewe alifariki Ahmad akiwa bado mtoto mdogo. Alimlea na kumfundisha kitabu na sunna, na akamsihi atafute ilmu na kwenda kwenye vikao vya wanachuoni. Imam Ahmad alisema kumhusu mamake kuwa mamake alikuwa akiniamsha kabla ya swala ya alfajiri, akinipashia maji ya moto, kisha akawa anatoka nami hadi msikitini kwa hofu yangu, kwa sababu msikiti ulikuwa mbali na nyumba yetu. Alikuwa akinisubiri nje hadi nirudi. Hivi ndivyo alivyofanya kazi maishani mwake, kati ya kumlea mwanawe Imam Ahmad mpendwa na kwenda naye kwenye vikao vya elimu, akimlinda na kumtazama, na roho yake ilitamani mwanawe awe mwanachuoni anayeheshimika, ambaye angeujaza ulimwengu ilmu na nuru na sheria. Na Allah subhanahu wa ta'ala hakumkatisha tamaa tumaini lake, kwani alivuna matunda ya malezi hayo maishani mwake, kwani mwanawe mdogo alikuwa akawa imamu wa ulimwengu, mwanachuoni wake mashuhuri kupitia mama yake Sofia bint Maimun. Alihifadhi sunna na kukandamiza uzushi, na alijulikana kama imamu wa watu wa sunna. Dada zangu katika imani, ili tuweze kujua nafasi ya wanawake wakati huo, uvumilivu wao katika kulea watoto, na ili kutoa mazingira au environment yanayofaa kwa ajili ya akili na masomo ya watoto wetu, tofauti na kile tunachokiona leo cha sisi wanawake kutafuta kazi na kuondoka nyumbani tukiwaachia kazi ya kulea watoto yani watumishi wa nyumbani ambao wamechukua nafasi ya mama. Kwa hivyo wamekuwa walezi, wamekuwa walimu na mama mbadala mwenye upendo kwa watoto wetu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamee sote,
atuwafikie katika ulezi bora wa watoto wetu kama walivyofanya hawa wanawake waadilifu wema waliotangulia. Shukran jazila wa barakallahu fikum.